kwa muda mrefu, takriban miaka 15 tumekuwa tukitoa huduma hii barcode kwa taasisi mbalimbali, hasa viwanda vidogo na vya kati. Lakini jasiriamali nyingi za Watanzania halisi zinashindwa kukua kwa sababu uwezo wa kutengeneza miongozo ya biashara wanakuwa hawanayo. Kwa hiyo tumejiongeza sasa hivi na tunaweka compatibility kati ya huduma tunayoitoa na vision ya 2050. Tumetengeneza strategic plan ambayo ina align na agenda na protocol zote za dira 50 20 na 50. Kwa hiyo tumeona kwamba itakuwa vyema tukiwaandaa wajasiriamali zaidi ya kutoa barcode. Tunasema sasa hivi tunafanya business growth. Ndio mkakati mkubwa kwanza kuona makampuni haya ambayo tunahudumia kwa muda mrefu yanakuwa kimkakati. Na ukizingatia Mheshimiwa Rais anapozungumzia masuala ya 4Rs sasa hivi kazi na utu, ni namna gani sekta binafsi na serikali zikiungana tunaweza tukaleta matokeo tija kabisa kwa wazalishaji ambao tunahudumia. Tunategemea kuzunguka nchi nzima. Ila tumesema tunaanza hapa Dar es Salaam, alafu tutakapoanza kuifanyia expansion program ambayo nafikiri mwezi wa 8 itakuwa kuna kampeni kubwa sana ya mkoa kwa mkoa kwenye mafunzo haya nchi nzima. Tunakaribisha wadau mbalimbali waweze kushirikiana na sisi, mabenki na watu wengine, watu wa huduma ambao wanataka kufikia jasiriamali. JS1 tumejipanga ku accommodate taasisi mbalimbali ambazo zinataka kuwafikia jasiriamali katika nchi yetu. Naitwa Alice Chonge, niko hapa leo kumwakilisha mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi katika ufunguzi wa mafunzo yetu haya ya pili ya wajasiriamali. Katika mafunzo yetu leo ukiangalia asilimia kubwa ya washiriki ni wanawake ama wakina mama. Kumekuwa na dhana kwamba hizi biashara za uzalishaji mdogo mdogo wa viungo, foodstuffs pamoja na vipodozi ni shughuli ambazo zinafanywa na kina mama. Lakini wito wetu sisi ni kwa wavulana na wababa kwamba hizi biashara ni biashara za kila mmoja na kila mmoja anaweza kubuni biashara ambayo anafikiri kwake yeye anaweza kuifanya. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania especially wakina baba na wakina kaka kujitokeza kupata mafunzo ya namna hii kwa sababu yana uwezo wa kuwasaidia katika kufanya biashara ya aina yoyote ambayo wao wanaiona kwao ina fit. Jina naitwa Emiliana Temba, natokea Mamlaka ya Mapato Tanzania, mkoa wa Kodi Kinondoni. Tunashukuru JS1 Tanzania kwa ajili ya kutukaribisha kwenye kongamano hili ambalo linahusisha wajasiriamali. Sisi kama TRA kwanza kabisa tuna dawati la uwezeshaji ambapo tunawasikiliza wafanyabiashara wadogo na wale wakati, lakini kusikiliza changamoto zao. Tuko hapa, tutaendelea kuwasikiliza na kuendelea kutoa huduma ambayo ni nzuri. Kwa majina naitwa Janet Bengwe, mimi ni mjasiriamali mdogo, najishughulisha na utengenezaji au uchakataji wa peanut butter, natokea Chanika. Semina hii inatufanya sisi wajasiriamali wadogo tupate uelewa mkubwa na mpana zaidi kwa sababu kuna programu nyingi zimeandaliwa. Kwa mfano leo tunajifunza kuhusu business plan, itatujulisha jinsi gani ambavyo tunatakiwa tuanze biashara yetu na changamoto ni zipi, tunaziepuka vipi, lakini pia wameambatana na watu wengine wa kiserikali, taasisi mbalimbali ambazo tutatufundisha leo. Tunategemea kupata mambo makubwa zaidi kutoka TRA, kutoka TBS, kutoka mashirika tofauti tofauti kama BRELA na mengineyo yaliyoko hapa leo. Tunashukuru sana JS1 kwa kufanya hii semina leo ili tuweze kuboresha biashara zetu zaidi. Asanteni. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.